Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar wamesaini mkataba wa makubaliano ya maonesho ya biashara ya kimataifa na kampuni ya The Unique Touch Limited yanayotarajiwa kuanza Disemba 29, 2025 hadi Januari 16, 2026 katika viwanja vya maonesho Dimani, wilaya ya Magharibi B, Unguja. Akifungua mkutano huo, Katibu Mkuu Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda Zanzibar, Mheshimiwa Fatma Mabruk Khamis amesema licha ya mkataba huo pia itasaidia mashirikiano na kujiimarisha katika biashara na kuikuza Zanzibar kimataifa. Leo sio siku ya kusaini pekee, bali ni mwanzo wa ushirikiano mpya utakaosaidia kuimarisha nafasi ya Zanzibar kama kivutio cha ushindani katika biashara, viwanda, lakini pia kwenye uwekezaji ndani ya kanda na kimataifa. Kama nilivyomsikia mkurugenzi wetu wa biashara na masoko alivyotangulia kusema kuwa sasa hivi ZITF ama Zanzibar International Trade Fair imekuwa ni jukwaa muhimu sana la kutangaza bidhaa zinazozalishwa visiwani, lakini pia ni miongoni mwa matukio makuu yanayofanyika kusherekea na kuelekea kwenye kilele cha siku ya Mapinduzi ambayo ni tarehe 12 Januari ya kila mwaka. Utangazaji wa bidhaa si za ndani tu, lakini pia za kimataifa, kuunganisha wafanyabiashara wakubwa, wadogo, wajasiriamali wetu wadogo na wakati, kuunganisha pamoja waweze kupata masoko ya kikanda na kimataifa, na kuonyesha ubunifu na uwezo mkubwa wa uchumi wa Zanzibar na kuvutia uwekezaji na ukuaji wa biashara kwa ujumla wake. Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda pia tunashirikiana kwa karibu sana na Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania Bara na kupitia taasisi ya TanTrade kama alivyotangulia kusema ndugu yangu Edwin wa Unique Touch. Tunashirikiana kwa karibu sana kuweza kuhakikisha kwa haya matamasha yanafikia platform mbalimbali za kitaifa na za kimataifa, na kama mnavyoelewa TanTrade ni taasisi kuu ambayo inakuwa mara nyingi na kwenda nje ya nchi na kutangaza biashara, lakini pia utalii na uwekezaji na hali kadhalika. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Zanzibar International Trade ndugu Ali Amuri amesema lengo kuu la maonesho hayo ni kuwaunganisha wafanya biashara na wateja wa nje na ndani ya nchi. Hii ni hatua ya kijasiri na ya kimkakati inayodhihirisha nia ya dhati ya serikali kushirikisha sekta binafsi katika kukuza uchumi, kuimarisha ushirikiano na kutoa jukwaa la kweli kwa wafanyabiashara wa ndani na wa kimataifa. Lengo kuu la maonesho ni kuwaunganisha wafanyabiashara na wateja, wawe washiriki kutoka ndani au nje ya nchi, ili kufanikisha hili. Ni vyema, na narudia tena, ni vyema kwa toleo hili la mwanzo Unique Touch wakafikiria upya suala la tozo za kuingia, kwa sababu nazungumza kwa toleo hili la mwanzo kwa sababu uzoefu unaonesha wale wote ambao wana exhibit katika maonyesho haya wanategemea wateja wa ndani kununua bidhaa zao. Akitoa maelezo ya maonesho hayo, ndugu Sara Salanya amesema kampuni yao ina uzoefu na uweledi wa kazi, na maonesho hayo kwa mara ya kwanza yatafanyika katika viwanja vya Fumba, na kauli mbiu ni kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu. Yetu ni kampuni ya kizalendo ambayo ipo Zanzibar na inafanya kazi kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo katika nchi kwa kutoa huduma za haraka na bora kwa wateja wake. Unique Touch ina uzoefu wa zaidi ya miaka 25 ya kazi, ikitoa kazi kwa uweledi, ufanisi, uaminifu pamoja na uwazi, huku tukizingatia jitihada na uwasilishaji katika kazi zetu. Usually tunajiita one stop center kwa sababu tunafanya mambo mengi kwa wakati mmoja, lakini kwa muktadha huu tuko kama waandaaji, waratibu na wasimamizi wa shughuli ya ZITF. ZITF imevutia zaidi ya biashara 650 na wageni zaidi ya 1300 kushiriki katika maonyesho hayo. Kwa mara ya kwanza na naomba nitangaze kwenu kwamba
ZITF mwaka huu itafanyika kuanzia tarehe 29 Disemba mwaka 2025 hadi tarehe 16 Januari mwaka 2026. Hizo zikiwa ni siku 19 za sherehe na shamra mbalimbali katika viwanja vya Dimani Fumba, huku kauli mbiu ikiwa ni kujenga ukuaji jumuishi kupitia biashara na ubunifu. Akitoa neno la shukurani, afisa mtendaji mkuu Edwin George amepongeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuwa na maono mazuri ya kuibadilisha sekta ya kibiashara hadi kufikia kukua kwa upana. Pende kwa heshima ya kipekee kuishukuru Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Serikali hii imekuwa na maono ya kubadilisha sasa serikali kuweza kushirikiana na sekta binafsi kwa maana ya PPP, Public Private Partnership, na tumeona haya kwenye sekta mbalimbali, wizara mbalimbali, taasisi mbalimbali, majukwaa mbalimbali. Kwa hiyo kupitia shughuli hii ya leo, press conference hii ya leo, hili sio jipya wala la kwanza. Ni maono ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kuona sasa Zanzibar inaweza kusonga mbele kwa kasi anayoitaka, si kwa serikali tu ila kupitia sekta binafsi kama sisi, kampuni iliyobobea katika shughuli hizi za uratibu, simamizi na uandaaji wa shughuli mbalimbali kitaifa pamoja na kimataifa. Maonesho hayo ya biashara ya kimataifa ni